This word that I have given you will not leave your mouth. Neno hili ambalo Mungu ametupatia halipaswi kuondoka vinywani mwetu. And you will meditate on it day and night. Na tunapaswa kulitafakari usiku na mchana. Your word is a lamp to my feet. Na neno la Mungu ni taa katika miguu yetu. And a light to my path. Na mwangaza katika njia zetu. There's power in the word of God. Kuna nguvu katika neno la Mungu. Your word have I hid in my heart. Neno lako nimeliweka moyoni mwangu, that I won't sin against you. ili nisije nikakutenda dhambi. What are you hungry for? Wewe una njaa na nini? Let me have your phone. It's over there. What do you do every day? Unafanya nini kila siku ya maisha yako? Is this you? Je, huyu ni wewe? Unabaki unatembea na simu namna hiyo, unaangaza. Yaani kutwa wewe na simu tu hapa. Is that the way you live? Je, hivi ndivyo unavyoishi kwenye maisha yako? Or do you stare at the idiot screen every day? Au unakaa kwenye TV pale unakuwa unaangalia yale yanayoendelea pale kwenye TV peke yake? Some people call it TV. Na watu wengine wanaita TV ama television. I call it the idiot screen. Mimi nasema hiyo ni sehemu ambayo si sahihi kwangu. It's a proven fact that if you watch a lot of television you get dumber. Na wanasema kabisa, imethibitishwa kwamba kadiri unavyochukua nafasi ya kuangalia TV ama television hiyo, unaendelea kushuka na kuzoofika zaidi. When I was 17 years old, I kicked the TV out of my house. Mimi nilipokuwa na umri wa miaka 17 nilitupilia mbali ile TV. My mother died. Mama yangu alifariki. I was an orphan. Na mimi nikabaki yatima. All by myself. Nikabaki mwenyewe peke yangu. I decided I was not going to have a TV. Na nikasema sitamiliki TV. Do not be conformed to this world. Biblia inasema ya kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Do not train yourself to be like everybody else. Usijifunze kuwa kama watu wengine jinsi walivyo. But be transformed by the renewing of your mind. Lakini Biblia inasema ya kwamba na tufanywe upya nia zetu. God is. Ili tupate kuyajua nini mapenzi ya Mungu yalivyo. His good and perfect will. Wema wake na utakatifu wake na ukamilifu wake. See, when you read the Bible every day, unaposoma neno la Mungu kila siku, you're changing your mind. Maana yake unabadilisha ufahamu wako. You're training your mind. Unafundisha ufahamu wako. You're training yourself to be renewed in your mind. Unajifundisha wewe kufanywa upya. And what that means to be renewed in your mind. Nini maana ya kufanywa upya fahamu zetu ama nia zetu? It means you train yourself to think like God thinks. Maana yake unajifundisha wewe mwenyewe binafsi kufikiri ama kutafakari jinsi Mungu anavyotafakari. See, without God you can do nothing. Pasipo Mungu wewe hauwezi kufanya jambo lolote. Without God I can do nothing. Pasipo Mungu mimi siwezi kufanya jambo lolote. But with God you can do everything. Lakini ukiwa na Mungu unaweza kufanya lolote. Sema amen. If somebody is blind, there's no problem. Mtu akiwa kipofu hakuna shida. With God we can open their eyes. Lakini kwa uwezo wa Mungu anaweza kufunguliwa macho yake. If they've never spoke, yamkini hawajawahi kuzungumza kusema, with God they can speak. Lakini kwa uwezo wa Mungu wanaweza kuzungumza. I remember one day in the building over there. Nakumbuka siku moja katika lile jengo pale. I have it on video. Na ninayo kwenye video kwenye simu yangu. A 12-year-old boy began to speak for the first time in his life. Kijana wa miaka 12 ambaye alianza kuzungumza kwa mara ya kwanza tangu alipozaliwa. I told him to say mama. Na nikamwambia hebu sema mama. Mama. Akasema mama. The same day. Siku hiyo hiyo. Over here when the stage was over here. Wakati tuko hapo kulikuwa na jukwaa, wakati jukwaa bado liko pale. An 18-year-old woman. Na kulikuwa na mama aliyekuwa na umri wa miaka 18. Began to speak for the first time. Akaanza kusema mara yake ya kwanza. I taught her to say baba. Na nikamwambia hebu sema baba. Haleluya watu wa Mungu. Kwa nini usimpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele?
I want you to understand something about me. Nataka ufahamu kitu kwangu mimi. Number one, I don't like being on stages. Wakati mwingine nalazimika kuteremka kidogo hapa chini. Number two, I don't want to be famous. Na jambo la pili, mimi sitaki kuwa mtu mashuhuri sana. Number three. Jambo la tatu. Number three, can we kill these mics? Can we turn these mics off? Can we turn these off, please? Anaweza kazima hizi mic za hapa mbele kidogo. Number three. Jambo la tatu. I want you to understand how I see myself. Nataka wewe uelewe ninavyojitazama mimi mwenyewe. Even though I see miracles almost on a daily basis. Hata kama ninavyo ijapokuwa ninaona miujiza mbalimbali inatokea hata ninapokuwa kwenye mahali ninakopumzika. Do you remember? Je, unakumbuka the story of Palm Sunday? Je, unakumbuka habari ya mtu aliye ilikuwa ni Do you remember Palm Sunday? Palm Sunday. When Jesus was riding into Jerusalem on the donkey. Wakati ule Yesu alipokuwa anatembea, wakati Yesu alipokuwa anaingia Yerusalemu. You remember? Wakati anatembea Yesu anaingia Yerusalemu na watu walikuja na mitende. You remember the story? Unakumbuka habari hiyo? Everybody was cheering. Kila mtu alikuwa na furaha wakati Yesu anaingia kule Yerusalemu, walikamata mitende yao. Wengine nguo zao. Everybody was taking their coats and laying them down. Watu walikuwa wanatandika chini mavazi yao ili Yesu aweze kupita. Hosanna! Wakisema Hosanna! Hosanna! Wakisema haleluya juu mbinguni. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Wanasema haleluya, utukufu kwake yeye ajaye kwa jina la Bwana. You remember? Unakumbuka habari hiyo? The donkey thought everybody was cheering for him. Yule punda akahisi kila mtu anamshangilia. I'm just the donkey. Mimi ni punda that Jesus rides on. Mimi ni punda ambayo Yesu ananiendesha. I'm nobody. Mimi si chochote. He rides on me. Yeye anakaa juu yangu na ananiendesha. He wants to ride on you. Na anahitaji akae juu yako na kuendesha wewe, akutumie. Sema haleluya. Do you want that? Je, unatamani kutumiwa na Mungu? It's easy. Ni rahisi sana. All you have to do is be humble. Jambo la msingi na la muhimu wewe ni kunyenyekea, kujishusha. God resists the proud. Biblia inasema ya kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, but he gives grace to the humble. Na huwapa neema wale wanaonyenyekea. Are you okay? Jamani, tuko sawa watu wa Mungu? Do you want him to ride on you? Je, unatamani Mungu akutumie kwenye maisha yako? Do you want to carry Jesus? Je, unataka kumbeba Yesu kwenye maisha yako? See, that's what he wants. Na hicho ndicho ambacho Mungu anataka. He wants to live inside of us. Anataka akae ndani yako, aishi ndani yako. Every day. Kila siku. Not just Sunday. Si tu kwa siku ya Jumapili peke yake. Not just the day we ask him to be our savior. Si tu kwa siku ile ambayo tunamwambia, tulipomwambia atuokoe. But every day. Lakini Mungu anataka akae ndani yako kila siku. Every day he wants to be inside of us. Kila siku anataka kukaa ndani mwetu. The Bible says that God doesn't live in buildings made with human hands. Biblia inasema kwamba Mungu hakai katika majengo yaliyotengenezwa kujengwa kwa mikono ya wanadamu. But he lives inside of each one of us. Lakini anakaa ndani ya kila mmoja wetu. Sema amina. The Bible tells us to do the work of an evangelist. Na Biblia inatuambia kwamba tufanye kazi ya uinjilisti. It doesn't say if you're an evangelist. Haisemi kwamba ikiwa wewe ni mwinjilisti. It commands us all to do the work of an evangelist. Lakini hili ni agizo juu ya kila mmoja wetu kufanya kazi ya uinjilisti. We bring Jesus everywhere we go. Kwa lazima tumpeleke Yesu, tuambie watu wengine habari za Yesu kila mahali tunakokwenda. I'm speaking to you in these houses around here. Na ninazungumza hata juu ya nyumba hizi ambazo zimezunguka eneo hili. You're sitting there listening. Mmekaa huko na wale walioko kule nyumbani mmekaa mnasikiliza. I'm bringing Jesus to you today. Mimi ninamleta Yesu kwenu leo. If we confess our sins, ikiwa tutaziungama dhambi zetu, he's faithful and just to forgive us. Yeye ni mwaminifu na wa haki and cleanse us from all unrighteousness. Na anatuosha na kutusafisha mbali na uchafu wa kila aina.
Every day you're supposed to be an evangelist. Kila siku tunapaswa kuwa washuhudiaji, wainjilisti. Every day you're an ambassador. Kila siku wewe ni balozi. You represent God. Unamwakilisha Mungu Everywhere you go. kila mahali unakokwenda. See, when you go to work, Unapoenda kazini, to your neighbors, majirani zako, sometimes those are the hardest ones. na wakati mwingine inawezekana ikawa ni ngumu kidogo. When you're traveling, Unaposafiri, you represent God. wewe unamwakilisha Mungu. Sema amina. This is your privilege and your honor. Hii ni fursa yako na ni heshima yako mbele za Mungu. The Bible says you are a royal priesthood, Biblia inasema kwamba nyinyi ni ukuhani wa kifalme, a holy people, watu watakatifu, called out of darkness into the light. walioitwa kutoka gizani kuingia katika nuru ya Kristo. How many of you, one more question, Swali lingine zaidi, how many of you in the last 12 months ni wangapi wenu katika miezi 12 iliyopita, have brought somebody into the kingdom of katika God? miezi 12 yote, karibu mwaka mzima, umemleta mtu mmoja kwa Yesu? Kama uko hapa na umefanya hivyo, inua mkono wako. If you led somebody to the Lord, raise your hand. Kama umefanya hivyo, umemleta mtu mmoja kwa Yesu katika miezi 12, karibu mwaka mzima, ndani ya mwaka mzima umemleta mtu mmoja kwa Yesu, inua mkono wako. Anyone? Inua mkono wako kama umefanya hivyo. 1, 2, 3. Tatu. There's more for you. Lakini kuna zaidi. I led 4 or 5 this week. Mimi nimewaongoza watu 4 kuja kwa Yesu wiki hii, On the airplane. nilipokuwa kwenye ndege. A 19-year-old man from Dar es Salaam, Kijana mmoja akiwa na umri wa miaka 19, who's studying college in Spain, anayesoma kule Uhispania, who grew up in the Lutheran church, aliyekulia katika kanisa la Luteri, became born again when he was sitting next to me. akaokoka na kumwamini Yesu Kristo. The same young man, Lakini kijana huyo 2 years ago, destroyed his knee. miaka 2 iliyopita aliharibu goti lake. They did surgery on his knee. Wakamfanyia operation kwenye lile goti lake, His meniscus. na wakamfanyia operation pale kwenye lile goti lake, He received a miracle from God. akapokea uponyaji. Kwa nini tusimpigie Bwana Yesu makofi, watu wa Mungu? Hallelujah. Haleluya. Everywhere I go, Kila mahali nakokwenda, I'll tell you a little secret. nitakwambia siri ndogo. Jesus wants you to do more than what he did. Yesu anataka wewe ufanye zaidi kuliko vile alivyofanya yeye. He said, greater things you're going to do. Alisema kwamba mtafanya yaliyo makubwa kuliko mimi. He doesn't want to push you down. Hataki kukuweka wewe chini, He wants to lift you up. anataka kuinua wewe. Kwa nini usiseme amina? So, who wants to learn how to lead people to the Lord? Je, ni wangapi wetu hapa ambao wanatamani kujifunza namna ya kuwaelekeza watu kuja kwa Kristo? Kama uko hapa Anyone. unatamani kufanya hivyo, punga You mkono wanna wako. learn? Kama unatamani kujifunza hivyo. So many. Watu wengi wanatamani kujifunza Okay. hivyo. Sawa. Either on Tuesday or Friday, that's what I'm going to do. Kwa hiyo siku ya Jumanne jioni na siku ya Ijumaa, hicho ndicho ambacho nitakachofanya, kufundisha watu. I'm going to train you so all of you will know how to bring people Kwa hiyo into siku ya the kingdom. Jumanne na Ijumaa nitawafundisheni namna ya kuwaleta watu kwa Yesu. Okay? Sawa, watu wa Mungu. All right. Amen. So, let's go back to how many of you read the word every day? Na turudi hapo sasa kwenye kipengele chetu cha kulisoma neno la Mungu kila siku. We had 12 people. Na tulikuwa na watu 12 hapa. Is this the way it should be? Jamani, hivi kweli hivi ndivyo ambavyo inapaswa kuwa, watu wachache kusoma neno la Mungu? Ni sawa ama si sawa? Not good. Not good. It's not right. Sio sawa kabisa, sio sahihi. But in the kingdom, there's no condemnation, there's no blame, there's no shame. Lakini katika ufalme wa Mungu hakuna hukumu, hakuna lawama, wala hakuna aibu. Everybody put your hands like this. Hebu kila mmoja wetu fanya namna hii. Weka mikono yako namna hii. Kila mmoja wetu weka mikono yako. All right, like that. Sawa. All right, now lay it over. Hebu pinda kidogo kuelekea kushoto. And together we're all going to turn the page. Au kama umeshapeleka kushoto, tunaenda pamoja, tunafungua ukurasa mpya. 1, 1, 2, 2, 3. There we go. Turn the page. twende namna hiyo, mkono wa kulia.